tena ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, na leo tunaingia moja kwa moja na kwenda kuvunja movie moja hivi inaitwa The Last House. Na kiwalisia hii movie ni kwa sina mpango wa kuivunja, ile kuna washikaji ambao wameniomba nielezee hii movie inahusu nini, kwa sababu wameshindwa kuelewa mwisho wake ni nini hasa. Na nilivyoangalia hii movie ni movie fulani ya science fiction, ila vile pia ina ujumbe fulani hivi kuhusu maisha yetu sisi kama binadamu, yani umeona mpaka hapo. Na issue kwanza kabisa ni kuhusu sayari yetu sisi inayoitwa dunia. Yani tunaamini kitu kimoja kwamba dunia yetu hii umeona zaidi ya 70% ni maji. Umeona mpaka hapo. Na director wa hii movie akatoa ujumbe mmoja, kwa nini sasa umeona kama 1% kubwa ya dunia yetu ni maji, kwa nini tusiite bahari? Umeona mpaka hapo. Na vile pia tukaamini kitu kimoja kwamba sisi binadamu umeona ni viumbe ambao tunaishi ndani ya dunia na tupo juu kabisa katika chain ile, yani ile chain kabisa ya viumbe ambao wanaishi duniani kote. Na kama sisi binadamu tunaishi katika 20% umeona au 30% ya sehemu ya dunia ambayo ni ardhi, je, kuna uwezekano wote kwamba viumbe ambao wapo juu kabisa katika icheni watakuwa wanaishi ndani ya maji? Umeona mpaka hapo. Na je, sasa kama ni kweli kabisa kama viumbe umeona ambao wapo juu kabisa katika cheni wanaishi ndani ya maji, je, itatokea siku moja hao viumbe watakuja na kuanza kututawala? Umeona mpaka hapo, kwa sababu binadamu kwa binadamu wanafanya vitu vingi sana ndani ya dunia yetu. Kwa mfano umeona uharibifu wa mazingira, umeona maji taka ndani ya bahari. Kwa hiyo ikitokea sasa umeona kama kweli kabisa hivi viumbe ambavyo vinatawala dunia umeona vinaishi ndani ya maji, iko siku moja watakuja umeona na kulipiza kisasi au umeona kutupa adhabu kali sana umeona sisi binadamu ambao tumejaribu hii dunia. Kwa hiyo movie yetu ilikuwa inajaribu sasa umeona kutoa hizo hinti za hapa na pale umeona mpaka hapa, ni kuhusu viumbe ambao vinaishi ndani ya maji ambao vilikuja kwa hasira kabisa kwa ajili ya kufanya punishment au kwa ajili ya kufanya reset ya dunia yote, inakurudisha dunia yetu katika hali ya kawaida. Na je, sasa umeona madirector na waandishi wa hii movie walifanikiwa vipi yani kutupa ujumbe? Na kama wewe ni mara kwanza kabisa katika ulimwengu wa vibanda umiza, usisite kusubscribe. Na movie yetu tupeleka moja kwa moja pande za Seattle nchini Marekani, na tunakutana na engineer mmoja hivi alikuwa akiitwa Jason. Ile ni kipindi ambacho mchizi alikuwa hajaajiriwa yani, na vile pia mchizi alikuwa anapenda sana uvuvi yani. Umeona mpaka hapo. Na vile pia inavyoonekana kilikuwa ni kipindi ambacho sicho cha mvua. Na baadaye kabisa tunakutana na familia ya Jason, yani mke wake anaitwa Ann, umeona, pamoja na watoto wake wawili, mmoja wa kiume anaitwa Graham, pamoja na wa kike huyu anaitwa Ruthie. Umeona mpaka hapo. Ila baada ya kuingia ndani ghafla ni hali ya hewa ikaanza kubadilika, upepo hapa na pale na mvua ikaanza kunyesha. Ila cha kushangaza ni kwamba sasa umeona baada ya mvua kuanza kunyesha madirisha yote pamoja na milango yote ikajifunga yani, na ni kitu fulani ambacho kilikuwa sicho cha kawaida yani. Umeona mpaka hapo kiasi kwamba majirani pia yani wakaanza kushtuka, nini hasa, kitu gani hasa ambacho kinaendelea katika hii sehemu, inakuwaje yani milango ghafla inaanza kufungika yani. Umeona mpaka hapo yani madirisha yani yafunguke yani shagala bagala. Umeona mpaka hapo majirani wakaanza kuamini kitu kimoja, maybe inaweza kuwa aliens yani kutoka nje dunia ambao maybe wametuvamia yani. Umeona mpaka hapo kuna majirani wengine wakaanza kuamini kitu kimoja, maybe inaweza kuwa ni majaribio fulani hivi umeona ya kisayansi ambayo yanafanywa na serikali. Kwa ni kitu ambacho kilikuwa ni kizungumkuti yani, na kila mtu ajui kitu gani hasa ambacho kinachoendelea yani. Na kwa bahati mbaya ni kwamba internet nayo pia ilikuwa haifanyi kazi. Ila kwa bahati nzuri walipoangalia nje walimuona rafiki yao mmoja hivi ambaye alikuwa ni jirani yao, alikuwa akiitwa Susan, na Susan akajitolea sasa kwenda kutafuta msaada. Na hadi nafika siku ya pili Susan alikuwa hajatokea, na kwa bahati mbaya ni kwamba sasa mlango bado ulikuwa haujafunguka. Na kutana hichi kitu sasa muone mchezo wetu Jason ambaye alikuwa ni engineer akaamua kitu kimoja, kuwafundisha au kuifundisha familia yake jinsi gani sasa muona ya kulinda chakula, maji pamoja na power, kwa sababu inavyoonekana sasa muona kitu ambacho kimebaki hapa ni jinsi gani ya kusurvive. Muona mpaka hapo. Na kwa bahati mbaya hadi tunafika wiki ya 4 sasa majirani taratibu wakaanza kufa yani, kwa sababu inavyoonekana baadhi ya majirani umeona walikuwa hana chakula cha kutosha yani. Umeona mpaka hapo. Na kwa upande mwingine pia udogo anaitwa Ruthie, kuna viumbe fulani vya ajabu alikuwa kiviona umeona vikitembea ndani ya mvua, na hivi viumbe udogo Ruthie aliviita Rainwalker, na kaamini kitu kimoja kwamba hivi viumbe sio viumbe vibaya umeona, vimekuja pale kwa ajili ya kufanya mawasiliano. Ila kwa bahati mbaya hakuna hata mtu mmoja ndani ya familia yake ambaye alimwamini. Na kweli kabisa ikaja Christmas ikapita umeona, majirani wakasherehekea, familia pia ikasherehekea. Ila siku moja sasa usiku umeona wakiwa ndani ulimuona Susan umeona yule demo alikuwa akikimbia kipindi kile umeona kama mwezi mmoja na nusu uliopita umeona alikuwa akikimbia hivi ghafla umeona akiwa na damu umeona akiwa kama na kifaa fulani hivi umeona mpaka hapo na ghafla yani umeona kuna dubona moja likaja likamchukua yani. Ila kabla ya kumchukua akawaambia kabisa, bwana huku nje watu wote wamekufa na vile pia kama vipi mjifiche yani. Umeona mpaka hapo. Kwa hiyo tunafikia hapa taratibu Jason pamoja na Ann pamoja na Graham wakaanza kumwamini Ruth kama kweli maybe kuna viumbe vya ajabu viko nje umeona ambao vinaua watu yani.
Na kutokana na hicho kitu sasa ikabidi kila mvua inaponyesha inabidi wafunike maeneo yote ya madirisha pamoja na milango. Umeona mpaka hapo? Kwa hadi sasa tulipofikia hapa ni kwamba movie yetu mbadilika, imekuwa issue ya kusurvive yani nje moto, ndani pia moto yani. Umeona mpaka hapo? Na njia pekee ya kusurvive ndani ilikuwa lazima sasa wapate maji pamoja na chakula. Ila kwa bahati nzuri sasa kulikuwa kuna tobo, umeona, katika chimney, umeona. Na kupitia ile bomba la moto walifanikiwa, umeona, kupata maji mbalimbali, na vile pia walifanikiwa kutengeneza mitego special ambayo walifanikiwa kutega wanyama wadogo wadogo. Kwa njia hii wakafanikiwa kusurvive. Ila kwa bahati mbaya baadaye kabisa tuliona mbwa wao anaitwa Cassidy, umeona, alikuwa anaumwa kwa sababu alikuwa ni mzee kinoma, na kwa bahati mbaya walikuwa hawana dawa. Na baadaye kabisa tukaona mchizi wetu Jason akaamua kuchukua bunduki hapa na kumpiga risasi na kumuua. Umeona mpaka hapo? Na baadaye kabisa Jason akaamua kumchukua yule mbwa, kumkatakata, umeona, na kumtupia ndani ya freezer, umeona, kwa ajili ya msosi yani. Ingawa kwa upande mwingine Ann hakukubaliana na hichi kitu, alikubali kwa shingo upande. Na kwa upande mwingine pia tukamwona Graham alikuwa na namna yani, akaamua kuachia samaki wake wa kufuga, umeona, watumike kama chakula yani, kwa sababu inavyoonekana kutokea mtafaruku fulani kati ya watoto pamoja na wazazi, kwa sababu kila mtu alikuwa na njaa yani. Umeona mpaka hapo? Kwa hiyo tunafikia hapa miaka 5 baadaye kabisa yani, ni kwamba sasa mtu ambaye alifanikisha, umeona, kufanya watoto wa survive pamoja na mke wake kwa mwingine alikuwa ni Jason, kwa sababu mchizi, umeona, alikuwa kama engineer fulani hivi. Umeona mpaka hapo? Yani in short jamaa alikuwa ni engineer, yani alikuwa na uwezo wa kutengeneza mitego, kukamata wanyama, na kwa upande mwingine pia yani kuteka maji na kubadilisha maji yakaweza kunyweka yani ndani ya familia yake. Na kwa upande mwingine pia tukaona hapa, umeona, Ann alifanikiwa kubadilisha sebule nzima hii, umeona, kuwa kama shamba fulani hivi. Umeona mpaka hapo? Kwa hiyo kafikia hatua sometimes wakahitaji wanyama kutoka nje yani. Umeona mpaka hapo? Kwa sababu chakula ambacho kipo ndani ambacho kinalimwa katika sehemu ya sebule kilikuwa kinatosha yani. Nakumbuka wamesurvive mpaka miaka 5. Ndio kwa bahati mbaya ni kwamba sasa ingawa chakula kilikuwepo, ila ile hali ya akili ya kusurvive ndani ya nyumba ujotoka nje kwa muda wa miaka 5 ilikuwa ni too much. Kiasi kwamba sasa, umeona, Graham, umeona, pamoja na Ann, kuna upande mwingine pia mtoto wa kike huyu taratibu akaanza kama kuathirika kisaikolojia fulani hivi. Na baadaye kabisa udogo anaitwa Ruth akaja na theory moja kwamba kuna uwezekano mkubwa kabisa kama hivi viumbe hivi vikawa sio alien kutoka nje ya dunia, vikawa ni viumbe ambavyo vinaishi ndani ya maji, umeona, kutoka katika dunia yetu kabisa. Umeona mpaka hapo? Na akasema kitu kimoja kwamba katika Biblia kuna viumbe vinaitwa Leviathan ambavyo vimeelezewa kama ni monsters kutoka ndani ya bahari, na vile pia ni katika mambo ya North mythology, umeona, kuna kitu kimoja tunakiita Kraken. Umeona mpaka hapo? Na Kraken tumeona vizuri kabisa katika movie moja inaitwa Clash of the Titans. Umeona mpaka hapo? Na vile pia ni katika sehemu mbalimbali duniani, kuanzia Afrika, kuanzia Mediterranean, umeona, tumeelezewa hii concept ya mermaids, yani concept ya nguva ambao ni nusu binadamu nusu mtu yani. Umeona mpaka hapo? Kwa hiyo unaweza kumko kabisa yani, umeona, Ruth akamini kabisa kama hivi viumbe lazima vikatoka ndani ya maji. Umeona mpaka hapo? Na kweli kabisa baadaye kabisa yani kuna kiumbe kimoja hichi kiliingia moja kwa moja katika nyumba ya Jason. Umeona mpaka hapo? Na vile pia yani, umeona, utokea mtafaruku mkubwa sana. Umeona baadaye kabisa ligundua kitu kimoja kwamba umeona, yale maji ambao walikuwa kuja nao hivi viumbe alikuwa ni maji fulani vya chumvi. Kwa bila shaka ni viumbe ambavyo vinaishi katika maji ya chumvi aka ndani ya bahari. Ila siku moja kwa bahati mbaya moja ya viumbe ambavyo waliokamata kwa ajili ya kuwala nyama alimng'ata Ruth, na kwa bahati mbaya kidonda kikapata infection. Na njia pekee sasa, umeona, ya kumtibu Ruth ilikuwa lazima watafute antibiotics, na kwa bahati mbaya ni kwamba ndani ya nyumba yao walikuwa hawana antibiotics. Ila kwa bahati nzuri waligundua kitu kimoja kwamba umeona, nyumba yao ilikuwa na nyufa fulani hivi, na baada hapo waligundua kitu kimoja kwamba njia pekee ya kuweza kuchomoka na kupata antibiotics ilikuwa lazima sasa waingie katika nyumba ya mchizi mmoja hivi ambaye alikuwa ni daktari wa meno. Unaona mpaka hapo? Na njia pekee ilikuwa ni kutumia njia ya majitaka yani, kwa sababu njia ya majitaka ilikuwa ni system ambayo imeunganisha nyumba zote katika mtaa. Na kwa bahati nzuri kabisa tukaona hapa, umeona, mke wa Jason anaitwa Ann alifanikiwa kuingia moja kwa moja ndani ya mtaro na kuingia moja kwa moja katika nyumba ya daktari. Umeona mpaka hapo? Na kweli alifanikiwa kupata hizo dawa, ila kwa bahati mbaya ni kipindi ambacho sasa, umeona, ili dubwana ile ndani ya maji iliingia moja kwa moja na kufanikiwa kumshambulia Ann. Umeona mpaka hapo? Ila kwa bahati nzuri Ann alifanikiwa kuokoka. Na hapa tutambua kitu kimoja kwamba njia moja hapo ambao madubwana walikuwa kitumia kuua watu, umeona, ndani ya nyumba, tukichana na njani, kwamba sasa kwa sababu hii nyumba ilikuwa imezibwa sehemu yote, sehemu ya milango, umeona, pamoja na sehemu ya madirisha, walikuwa wanaingiza maji, na maji ya kijani unakuwa kama bele mfano ambaye anaishi, umeona, ndani ya keram la maji yani. Umeona mpaka hapo? Kwa watu ndani yake lazima wafariki dunia. Kwa hiyo tunafika hapa ni kwamba Ann
Jason pamoja na watoto waligundua kitu kimoja kwamba okay, njia pekee ya kusurvive ilikuwa lazima watoke ndani ya nyumba, kwa sababu hadi sasa haya madubwana yashajua kwamba nyumba ya Jason kuna watu walikuwa wakiishi. Umeona mpaka hapo, na tukaona hapa taratibu akaanza kupiga mitego hapa na pale, na mitego fulani ambayo tumeiona sana yani katika movie mbalimbali, yani especially binafsi yani inikumbusha sana katika ile movie ya Predator ya kwanza kabisa. Umeona ambapo Dashi sasa aitengeneza mitego mbalimbali kwa ajili ya kumnasa huyu Predator aka Ocha. Na hii nyumba ya Jason sasa ndio ilikuwa ni nyumba ya mwisho kabisa katika huu mtaa, ndio maana movie yetu ikaitwa The Last House, yani nyumba ya mwisho kabisa katika mission ya madubwana maybe kuua watu au kusafisha huu mtaa. Na kweli kabisa umeona walifanikiwa kutengeneza mitego ile. Kwa bahati mbaya ni kwamba sasa washikaji madubwana waliingia kwa kasi sana, wakaingiza maji kupitia matobo yote, yani kuanzia chooni na kupitia bomba la moshi ile. Umeona mpaka hapo. Ila baadaye kabisa tuliona baada ya mgongano hapa na pale, tukaona wakafanikiwa sasa kumnasa mmoja wa dubwana. Na tukaona hapa Jason alikuwa amejiandaa kabisa, umeona, kumuua huyu dubwana. Ila kwa bahati nzuri tukamuona udogo Ruth, yani akamwambia babaka, vipi usimuue, yani umeona inavyoonekana na maybe wako hapa kwa ajili ya kufanya mawasiliano. Na vile pia ni kwamba sasa mtu pekee ambaye alikuwa na uwezo wa kufungua milango kwa mwingine alikuwa ni huyu bwana. Umeona mpaka hapo. Kwa kama wakimuua na maji yakizidi kujaa inamaanisha wote watakufa, yani itakuwa ni nothing. Umeona mpaka hapo. Na kweli kabisa tukaona hapa Jason akaamua kumwachia huyu bwana, na bwana sasa umeona likaamua kufungua mlango. Umeona mpaka hapo. Na vile pia ile bwana pia likawaamuru madubwana wengine wasiue familia ya Jason, umeona, pamoja na watoto wake. Na kweli kabisa haya madubwana yakaamua waachie. Umeona mpaka hapo. Na hadi hapa tuko na mazingira ya nje jinsi yalivyokuwa, yani ni kwamba kina cha maji kilikuwa kimeanza kujaa kiasi kwamba sasa miji mingi, umeona, pamoja na towers mbalimbali zilikuwa zimeanza kujaa maji. Na kwa upande mwingine pia mazingira, umeona, yote yalikuwa mabadilika, yamekuwa mazingira fulani kama ya nature fulani, kiasi kwamba wanyama mbalimbali walikuwa wanajitokeza, yani umeona, katika hali fulani hivi ambayo ya kuwa free, yani umeona mpaka hapo. Kwa hiyo tunafikia hapa ni kwamba sasa message kubwa kabisa ambayo ilikuwa imetolewa na madirector, maybe kuna uwezekano mkubwa kabisa kwamba haya madubwana haya ambao wanaishi ndani ya maji yakawa ni madubwana ambao yako juu kabisa katika chain, yani umeona, kwa sababu madubwana wanaonekana alikuwa ni very very smart, na vile pia madubwana alikuwa na uwezo wa kucheza na nature, yani kucontrol maji, umeona, kutengeneza mvua, umeona mpaka hapo. Kwa hiyo kitu kimoja ni kwamba madubwana yatakuwa ameishi ndani ya dunia yetu kabla hata ya kutokea kwa binadamu, umeona mpaka hapo. Na inavyoonekana ujio wa binadamu karibu mazingira, umeona, ulitibua kila kitu, umeona mpaka hapo. Kwa sababu mpango wa madubwana kuingia katika ardhi, umeona, kuua baadhi ya binadamu, umeona mpaka hapo, kuwafungia kabisa ndani ya milango, umeona mpaka hapo, inamaanisha kitu kimoja kwamba jamani ya madubwana walikuwa na mpango wa kusafisha dunia, yani umeona mpaka hapo, yani kuifanya dunia iwe katika reset fulani hivi, umeona mpaka hapo. Na vile pia mpango wa kuachia binadamu wachache, umeona, kama familia ya Jason, inamaanisha kitu kimoja kwamba maybe wameridhika, yani na kitu ambacho wamekifanya kwa muda wa miaka 5, na inaonekana bado dunia imerudi katika hali fulani vya kawaida, umeona mpaka hapo. Na tunaona hapa nyumba ya Jason inazama, umeona mpaka hapo, kwa sababu inavyoonekana ni kina cha maji, yani ile water table fulani hivi ilikuwa imepanda juu fulani, umeona mpaka hapo. Na hivyo pia tunaona njia pekee sasa ya Jason pamoja na familia yake kusurvive ilikuwa lazima waelee juu ya maji. Na tunaona hapa wanachukua moja ya boti ya jirani na kubadilisha jina na kuita Cassidy. Na Cassidy, kumbuka, alikuwa ni mbwa wao yule aliyefariki dunia. So kwa ujumla movie ilikuwa iko fresh kabisa. Kwa binafsi nilipenda hii movie kwa sababu ilinifanya nifikirie vitu vingi, yani kwa sababu hadi sasa ni wanasayansi wengi sana ni hawajui issue gani hasa ambayo inaendelea ndani ya maji. Yani kuna viumbe vingi sana ambao hatuvijui ambao vinaishi ndani ya maji, umeona mpaka hapo. So kwa ujumla movie ilikuwa iko vizuri, na binafsi yani nilienjoy hii movie. Ingawa kuna baadhi ya watu hawakuipenda, wengine walisema imeishia vibaya, ila at the end of the day message ilikuwa iko fresh kabisa, umeona, na imepasi yani katika level za Netflix. Na kwa hivyo ambazo zinafuata ndani ya ulimwengu wa Banda Umiza, stay tuned.